14 ule mstari wa 10. Ndio nataja maandiko sasa hivi. Kutoka sura ya 14 ule mstari wa 10. Alafu Yoshua sura ya kwanza mstari wa 5 hadi wa 7. 1:5 hadi 7. Naomba nisome 14:10. Neno la Mungu linasema, hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama Wamisri wanakuja nyuma yao, wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Soma Yoshua 1:5 hadi 7. Tasema, hakuna mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. 6. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakaye warithisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zao, ya kwamba nitawapa. 7. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kulia au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Baba, katika jina la Yesu, mfalme mwema na mtakatifu, tunakubariki kwa neno hili. Ulipe kibali na neema yako. Tunasema asante, maana Roho utakuwa pamoja nasi kutuhudumia kwa viwango vya tofauti na kwa namna ya pekee sana. Karibu sasa uwe pamoja nasi ukitujalia neema. Na Bwana utupe kibali. Tuko hapa kukusikiliza, kusema nasi. Katika jina la Yesu Mungu wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nizungumze juu ya maandiko haya kwenye Kutoka na Yoshua. Kichwa cha ujumbe au mada yetu inasema usiogope. 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 Ndicho kitu ambacho nataka tushirikishane katika muda huu mfupi wa ibada yetu katika wasabu. Katika maandiko tuliyosoma ya Kutoka sura ile ya 14, mapokeo mengi wanaamini mwandishi wa kitabu hiki ni Musa. Na kimapokeo inaaminiwa kabisa kwamba kati ya karne ya 14 na 15 na 14 samani 15 na 14 inawezekana ndio wakati ambapo kitabu hiki kiliandikwa. Na Musa mwenyewe tunamuona akiwa ni mhusika mkuu kama ambavyo mapokeo ya watu wengi wanatheolojia wanaamini hivyo. Musa amekuwa ni mtoto ambaye amepatikana kutoka katika taifa au ukoo wa Kiebrania ambao ni wa Israeli, na hawa wakiwa Misri utumwani huko, wakiteseka, wakitabika kwa namna ya tofauti. Tunaona wakiwepo kwenye nyumba ya Farao. Na anazaliwa katika mazingira tata sana. Wala wasomaji wa Biblia mnafahamu mazingira magumu kweli, mpaka anawekwa kwenye maji, kwenye kwa ujumla ni kama anatupwa, yani anatupwa ili kusudi yule aliyemzaa aweze kuwa salama. Maana alikuwa tamko watoto wa kiume watakapozaliwa wahakikishe wanawaua. Sasa huyu alipojizalisha mwenyewe hakuhitaji mkunga, akaona sasa nikibainika na huyu mtoto nitakufa. Kwa ikabidi atengeneze kisafina, akamtupa Musa. Na Mungu akatengeneza namna ya pekee sana. Mtoto akampa sura ya kuvutia sana. Jamani, sura ni dili. Naelewa? Sura ni dili. Walipokaangalia kale katoto wakaona kanavutia kabisa sei. Binti Farao akasema hapana, huyu hatuwezi kukubali afe. Hata kama ni Mwebrania. Kazuri hivi, uso mzuri hivi, hapana. Wakapeleka habari. Simaanishi hakuna watu wazuri. Lakini hata Biblia imetambua kuna watu walikuwa na uso mzuri. Kimwangalia ambako nasema hapa Mungu kaweka ujuzi kweli. Sasa katoto akapeleka kulelewa kwa Farao. Na Mungu alikuwa amewekeza kusudi kwa Musa kwamba nini baadaye kitatokea. Na wakati wamekapeleka katoto kakalelewe kule, Mungu alivyowaajabu wakati
anatafutwa mtu anaweza kulea mtoto. Mungu akafanya ufundi. Jamani, Mungu ni fundi kwa kweli. Musa akajikuta hanyonyi maziwa ya mtu mwingine ila ya mama aliyemtupa. Mungu alitengeneza ufundi wake. Mungu sio wa kuchezea. Kwa Musa kalelewa na mama, mama analea mtoto aliyemzaa, mama anapata na mshahara wa kulea. Nani kama Mungu? Yaani amezaa akatupa ili kujisalimisha. Mungu akasema hamna shida, kwa sababu ya mambo ambayo yanakuogopesha usijali, mimi natengeneza mpango. Mpango ukatengeneza, mtoto akarudi kwa mama kunyonya. Halafu haitoshi, kama nilivyokuambia, mfalme akasema huyu anayemnyonyesha alipwe, alishwe vizuri, amnyonyeshe mtoto ni mzuri kwa kweli. Musa akalelewa, wakati mama anakanyonyesha anakaambia yale ambayo yalitakiwa kukaambia kale katoto. Simesikia wataalamu wanasema hata mimba tuzisemeshe. Simesikia unamwongelesha mtoto wako bado ni mimba tumboni. Wewe ni mtumishi wa Bwana, mchungaji wewe. Wewe ni mwimbaji mkubwa. Msemeshe, mwambie, hebu imba tusikie. Unakasikia kanacheza tumboni. Kanapiga style. Jamani, wataalamu wa afya msikii wanasema hata mimba inaongeleshwa na inasikia, na ni kiumbe kinaweza kanuizwa manuizi yoyote. Yaani ukibeba mimba tu unaweza kunuiza manuizi yoyote. Sasa wakati mama wa Musa anakanyonyesha akawa anakaambia sisi ni Waisraeli, sawa? Sisi ni Waisraeli. Tulitoka akawa anakasimulia. Mtoto kana nyinyi mnaonyonyesha, msio tu mnawachekesha, watamkieni maneno ya Mungu. Amina. Sasa nyinyi mnaishia tu kwa sasa hayo maneno mnamtamkia, hayo ni maneno mnamwambia sasa. Yana maana gani hata hayaeleweki? Mtamkie. Ungetamani awe nani? Unajua kuna muda tunasahau, tunakumbuka kujifunika, kumbe kumefanyaje? Umekucha. Kimbia na mtoto, anza mapema. Kuna mtu ananitazama vizuri hapo. Anza mapema. Amina. Anza mapema. Hujachelewa, anza. Na hata kama kananyonya anza. Sasa wakati mama yake na Musa anafanya hayo yote, onyesha anatamka. Kwa kweli baadaye ulifikia muda akakarudishwa kwenye nyumba ya kifalme. Na yule mama alibaki siri. Jamani, msemo mnasema tu kila kitu. Siri. Wewe ni mama yake, mimi ni mwajiriwa ananyonyesha mtoto, nimeajiriwa. Siri. Kwa mpaka anaenda kwa mfalme, hakuna anayejua, anachokijua hilo alikuwa anamnyonyesha, ameajiriwa basi. Lakini kumbe ni mama. Sasa nyinyi watu wa Mungu, kila mnachokisikia mnataka kisikae mdomoni, ni pia. Yaani nani amewako na ulimi wa nyoka? Au nyoka mwenyewe? Unajua ulimi wa nyoka haukai kama wewe kufuatilia nyoka. Hivi nafikiri nyoka anaweza hata sekunde hajatoa ulimi nje. Hamjaona hata nyoka huku si hapo, ni mjini hapo. Nyoka hawezi kukaa sekunde hajatoa ulimi nje hivi. Kwa kuna watu mko kama nyoka, yaani usipoongea hata kama umekula unahisi hujashiba. Vingine hatuongeagi. Mama wa Musa kimya, shahara nakula na anajua ni mtoto wangu na anaendelea vizuri, lakini kimya, siri. Bwana Yesu asaidie sana. Kwa wakati Musa anakuwa anaelewa sisi ni watu gani. Na muda ulipoendelea, siku moja Biblia inazungumza, nakupa historia kidogo tu maana ni historia ndefu. Alipopita ameshakuwa sasa huyu. Maana kumbuka amekaa kwenye jumba la mfalme, yaani nyumbani kwa mfalme miaka 40. Akakaa jangwani miaka 40, akaongoza miaka 40. Akamaliza kazi yake. 40 mara 3. Kwa wakati amekuwa mtu mzima, alipokuta Mwisraeli mmoja anapigwa na Misri. Cha kwanza akili ilimwambia, hivi mama aliniambia mimi ni Mwisraeli na anayepigwa ni Mwisraeli, hii haiwezekani. Kamata mtu akanyonga shingo, akafukia kwenye mchanga. Akamwambia ndugu yangu wewe endelea na safari. Mungu anamwandaa kwa ukombozi. Sio ukasema mbona aliua na dhambi. Mungu alikuwa anamwandaa kwa ukombozi. Aje akomboe. Na wenzetu ili uone, ili ujulikane umepata kibali kwa Mungu, lazima uue adui. Unanielewa?
Lazima uwe adui. Usipokuwa adui huna kibali kwa Mungu. Baadaye muda umeendelea. Sasa hapa ndipo tunashangaa na mimi binafsi kwamba amemuua huyu mmoja na amemficha kwenye mchanga akaondoka. Lakini muda ulipoendelea, wakati anapita akakuta watu wengine wana migogoro. Unajua migogoro haijaanza leo. Migogoro ipo tu miaka. Sasa alipoanza nyinyi tena shida nini? Mmoja akasema, unataka kuniua kama ulivyomuua Misri mwenzetu Musa alipogundua kumbe habari imeenea, ndipo akakimbia. Na matukio hayo yanadhaniwa kuwa ilikuwa ni ndani ya miaka ya 38 mpaka 40 ya umri wa Musa. Akakimbia kwenda jangwani, maana alitakiwa hukumiwe kwa sababu ameua. Kumbe ni Mungu anafanya mchakato. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaliyoendelea jangwani sitazungumza, ni story ndefu. Hii inaweza ikachukua muda mrefu, lakini mimi nataka nikuonyeshe. Somo langu linasema usiogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo langu linasema usiogope. Sasa baada ya mizunguko yote ya Musa jangwani, wapi? Musa akiwa kwa Yethro kuchunga mifugo kule, Bwana alimtokea akatengeneza mfumo wa kuitoa ili taifa la Misri. Aliwaacha, alizaliwa wakiwa kule, akatoka wakiwa kule. Maana kumbuka walitakiwa waishi miaka 430 utumwani, washike adabu. Sasa wakati wa mizunguko yote hiyo, tayari muda wa kuwatoa unafika, na baadaye muda ulipofika, yule aliyezaliwa, yule aliyelelewa maisha mazuri, Bwana akamuita kutoka katika mazingira magumu, akamwambia kawatoe wanangu wa Israeli Misri. Musa anaanza safari yake ya kwenda kwa Farao. Na tunaona yako mambo mengi yalitokea, miujiza, mapigo 10 yale yalitokea. Na pigo la mwisho la kufa kwa wazaliwa wa kwanza wa wanadamu ndio pigo la 10 ambalo linaonyesha namna ambayo tayari Farao anashika adabu na nidhamu na anakubali kuachia Israeli waende. Lakini hapa tuliposoma walikuwa walishaanza safari muda mrefu. Wamefika eneo wanatakiwa wavuke. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa wanatakiwa wavuke. Lakini wanavukaje? Shamu wasingeweza kuivuka. Na tukumbuke walitembea, hawa watu walitembea kwa mguu, hawakuwa na vyombo vya usafiri vya kuwawezesha wavuke maji. Sasa wamefika Shamu, mambo yanawawea magumu. Mambo yanakuwa mazito. Maana baada ya Farao kuwaruhusu, Biblia inasema baadaye alijishauri akasema, lakini kwa nini tumewaachia wafanyakazi wetu waende? Kwani hapa wasingeweza kufanya mambo yao? Sasa alipojishauri akabadili mtazamo, akachukua majeshi wawafuate. Wakaanza kuwafuata. Biblia inasema kwenye mstari wa 10 hapa hali imekuwa mbaya, sura ya 14 Kutoka. Biblia inasema hivi, nianzie mstari wa 9 unielewe vizuri. Wamisri wakawafuata nyuma yao, farasi zote na magari yote ya Farao na askari zake wenye kupanda farasi na jeshi lake. Nao wakawapata hali wamepanga pale karibu na bahari, karibu na Pihayorothi, kukabili Belisifoni. Mstari wa 10 anasema, hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama Wamisri wanakuja nyuma yao, wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Bwana Yesu atusaidie. Sasa safari imeendelea. Walianza vizuri, walitembea vizuri, changamoto zilikuwa za kawaida. Walihitaji nyama, Mungu akawapa. Mikate, Mungu akawapa. Yaani kwa namna ya tofauti. Sasa wamefika hapa, wanachokiona hiki kinakuja kuchukua uhai wao kabisa. Biblia inaniambia walipoinua macho yao wakatazama. Unajua wakati mwingine tusiruhusu tutazame kila kitu kinachotupata. Unajua wakati mwingine kutazama kunakuletea aibu, woga. Kutazama unaweza kukuletea changamoto ya kuogopa ukabiliana na hilo ambalo linakusibu. Sasa walipotazama wakayaona majeshi, na Misri ilikuwa na majeshi yenye nguvu. Maana ilikuwa ni taifa lenye nguvu. Sasa hao wenzetu wao hawana hata ujuzi wa vita. Hawana
inaonyesha wazi waliogopa. Na mahali pengine mpaka wanamwambia Musa, mbona kama hali ni hii, ingewezekana tungekaa Misri. Ni kweli tungeteseka. Hakuna kitu nakishangaa naposoma haya maandiko. Yaani wanaelewa wangeteseka. Lakini kinachowauma, kwa nini wafe afu wasizikwe? Hivi sijui kama natafakari kama mimi kwamba mtu amekuondoa kwenye mateso, bado unawaza ukifa kwa nini nisizikwe? Maana hebu fikiria mtu anapokufa, yaani unapotoweka tu, unapotenganishwa mwili na roho, hiki kimwili hakina shida yoyote. Hata ungelaza barabarani kikanyagwa na gari hakina shida. Lakini unapokuwa hai ukiteseka unaumia. Sasa anamwambia Musa, tulikuwa tunateseka ndio, lakini ungetuacha tu. Hapa hakuna hata makaburi. Unajua kumbe mtu akikata tamaa kwa woga anaweza kuzungumza maneno ambayo hayana hata msingi. Sema hakuna hata makaburi. Ungetuacha huko, sasa tunakufa. Maana askari wa jeshi wanalifahamu ile jeshi. Maana wamekaa ndani ya hiyo nchi miaka 430. Wanafahamu jeshi na nguvu yake ya jeshi. Wanafahamu jeshi lilivyo. Na wanamwambia Musa, ungetuacha, nafasi ya kutuleta hapo umekuja kututesa. Ukiendelea mstari utaona wakati Musa anatoka anaenda kumwambia Mungu, mambo yamekuwa hivi. Mungu anamkaripia Musa, mbona unanililia Bwana? Usinililie. Waambie wana wa Israeli wasonge mbele. Halafu wewe fanya 1, 2, 3. Akafuata maelekezo. Biblia inasema wakati maelekezo yamefuatwa, bahari ya Shamu ikagawanyika. Watu wakaanza kuvuka. Wameendelea. Adui nao wamefika. Wakasema hii ni njia nzuri ambayo Mungu ametusaidia tuwakamate sawa sawa. Wakati wanaendelea kuwafuatilia, Bwana akafanya mabadiliko. Sema mabadiliko. Sema mabadiliko. Unajua wakati mwingine woga unazuia mabadiliko ya Mungu yasitokee. Woga unazuia baadhi ya vitu ambavyo Mungu angefanya visitokee. Kwa nini visitokee? Wewe umeogopa. Sasa kwenye Yoshua sura ile ya 5, sura ya kwanza mstari wa 5 hadi wa 7. Hapa Mungu anazungumza na Yoshua. Hapa Musa alishamaliza kazi yake na alishakufa. Sasa ni Yoshua anakabidhiwa kijiti. Mungu anamwambia hapata kuwa mtu yeyote atakaye, nitarudia kusoma hapo, hapata kuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Nisome ule mstari wa 7. Anasema uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawa sawa na sheria aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali pengine kwenye maisha yoyote, ukihitaji kuwa mtu sahihi, ukihitaji kuwa mtu salama, ukihitaji kuwa mtu mwenye ushindi, nataka nikutie moyo katika sahihi. Usiogope. Usiogope. Hata kama macho yanaona nini, lakini nataka nikushauri usiogope. Maana changamoto, mtu anapoogopa matatizo yanaweza yakatokea makubwa. Ngoja nikupe baadhi ya matatizo yanayotokana na mtu anayeogopa. Yaani matatizo yanayotokana na mtu aliyeogopa. Jambo la kwanza kabisa, ujasiri wa kukabiliana unaondoka na kupotea. Ujasiri wa kukabiliana unaondoka na kupotea. Haya yanatokea kwa mtu aliyeogopa. Ujasiri wa kukabiliana unaondoka na kupotea. Kwa nini unaondoka na kupotea? Umeogopa. Na ukiona mtu ujasiri wa kukabiliana umeisha, yani huyu kama ni wafungwa ni mfungwa namba 1. Maana hawezi kukabiliana tena. Ni dhara namba 1 ndio la mtu anayeogopa. Lakini dhara namba 2 au kitu cha pili kinatokea kwa mtu anayeogopa ni kutafuta msaada nje ya Mungu.
Mungu. Yaani anaona kama Mungu amechelewa. Anaona kama mambo ya Mungu hayawezi kumsaidia. Jamani, anachokitaka huyu mtu na anachokifanya sasa ni kutafuta msaada nje ya Mungu. Haya matokeo ya mtu aliyeogopa. Na woga ukitokea, hofu inapomkamata mtu akaogopa, huwa haangalii baadaye kuna nini, huwa anaangalia muda huu kuna nini. Lakini mtu jasiri anaangalia baadaye kuna nini. Ni kweli kuna shida inaendelea, lakini baadaye kuna nini? Baadaye kuna nini? Sasa pala namba 2, huyu mtu akiona vipi, anatafuta msaada nje ya Mungu, aone namna anaweza kunusuru hali yake ya hatari. Sauli wakati ametumwa akaangamize Wamaleki, akaenda kayaboronga ya kuboronga. Badala ya kusikiliza Mungu alimwambia nini? Akatafuta njia mbadala, akusanye, abakize vitu, eti atoe sadaka ndio iwe njia nzuri ya yeye kufanya kile Mungu alitaka. Hapana. Lakini tunaona wakati Israeli wakipigana na Goliathi Mfilisti pia, njia mbadala wanafikiria ni kutafuta watu wenye uzoefu kwenye vita. Walihitaji watulie. Walihitaji wamsikilize Mungu awaelekeze ni nini cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wa hatari lazima uwepo. Lakini isikuondoe hapo, isikuondoe kwenye nafasi ambayo ungemsikiliza Mungu ufanye nini. Acha kutumia njia ambazo ni shortcut, njia fupi, achana nazo. Sasa zala la tatu la mtu ambaye anaogopa, ni rahisi kukubaliana na kufungamana na adui anayemsonga. Utanielewa? Ni rahisi kukubaliana na kufungamana na adui anayemsonga ili awe salama. Ni rahisi kufungamana na kukubaliana na adui anayemsonga ili awe salama. Huyu ni mtu mwoga. Niwahi kuwapeni mfano moja. Mtu mmoja amegundua jirani yake ni mchawi. Alafu yeye njia aliyoifanya akawa anatafuta vitu vya kujipendekeza. Anasema ikitokea na huyu mtu alikuwa ameshamuona, kama ni chumvi ataomba unga kila siku. Na akasema ili mimi niwe salama, nilikuwa naweza nikagawa unga ambao tunakula, angalau nilale njaa, lakini nimpe asinizuru. Hiyo sio njia sahihi. Wewe umeogopa. Usifungamane na adui kwa mlengo wa kutafuta usalama. Usifungamane na adui kwa lengo la kufikiri utakuwa salama. Kwa yeye njia aliyokuwa ameiona, maana ameogopa. Kwa tafsiri nyingine, huyu mchawi alichelewa. Akaja akamwambia hama hapa uniache niishi, angehama ili awe salama. Lakini hiyo sio njia. Wewe ni mwoga. Na ndio watu wasema mambo ya Mungu mengine yafanyike kwa sababu ni Mungu ameamuru. Usifanye kwa adui kama kujikosha kwa adui, kama kujikomba kwa adui, kwamba viwango ambavyo unamfanyia kwa ajili salama. Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapana. Kwa wengine wanafungamana na adui na kukubaliana nao na eti wanatafuta njia za usalama. Nataka nisimame na nikutamkie jambo hili. Usiogope hata kama adui anainuka. Usiogope hata kama unaona mazingira hayaeleweki. Simama na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mtu anaweza kufanya nini ili aendelee kubaki kwenye ujasiri wa kutokuogopa? Unaweza ukafanya nini ili ubakie kwenye ujasiri wa kutokuogopa? Tufanye nini? Au mtu afanye nini aendelee kubakia kwenye viwango vya kutokuogopa?
maisha ya kumtegemea Mungu na si vinginevyo. Ishi maisha ya kumtegemea Mungu. Kuna wakati tunaishi maisha hatutegemei Mungu, hautegemei Mungu. Na unaweza usimtegemee Mungu kwa sababu kuna kitu kimekufanya usimtegemee Mungu. Kuna wakati unapita kwenye jaribu, badala ya kwamba umwangalie Mungu, unaanza hivi, mjomba hanioni. Unajua yeye mjomba ana hela nyingi. Unajua mjomba angenipeleka hospitali ningepona haraka. Wewe bwana, mjomba hajakufia msalabani. Mjomba ni binadamu kama wewe. Wakati mwingine hata mateso wewe unayoyapata hayamhusu. Kwa mtegemee Mungu, si vinginevyo. Unajua kuna wakati, nazungumza juu ya jambo usiogope. Kuna wakati ndugu wanaweza kukuacha. Na hili nataka niwaambieni ukweli. Kama hujapata matatizo huwezi kuelewa hiki kitu. Ndugu wengi ni wazuri wakati wa raha. Wewe ukiwaweka moyoni ukawafanya ndiye Mungu, yaani wewe umeshaondoka na maji na umeshanywa na umekufa. Na ndio maana wao Waswahili wanatuambia hivi, muda wa kumfahamu rafiki sio muda wa shibe na raha. Nyinyi mnaoorodhesha marafiki wakati mnawaita kula mapaja ya kuku, hamuna takwimu sahihi ya marafiki. Unaorodhesha rafiki wakati unampeleka meza ndefu. Unaorodhesha marafiki wakati umemuita kwenye uzinduzi wa nyumba. Alafu unajidai mimi na marafiki wengi bwana. Subiri siku ukipata ajali ukaozea ndani. Subiri siku ukiingia kwenye matokeo ambayo hakuna mtu tena nakupenda, unanuka. Subiri majira ambayo mazingira ya wewe kumfanyia chochote ile mtu yametoweka. Subiri hapo ndio anze kuhesabu rafiki ni nani. Mnajitiatia moyo tu, mnafikiri mna marafiki, tena unaweza kushangaa huna rafiki hata huyu. Mwanza kwa wewe una rafiki. Msijitiatie moyo. Unaweza kujikuta huna rafiki kabisa. Kwa nini una? Na kwa bahati mbaya umewategemea. Kwa bahati mbaya umefikiri hao wanaweza kukupambania. Nisikilize, mtegemee Mungu peke yake. Mtegemee Mungu peke yake. Maisha yote ukitaka usimame kwa ujasiri na usiogope, mtegemee Mungu. Yeye anasema hivi, mimi sitawaacha ninyi hata mpite kwenye bonde la uvuli wa mauti, nitakuwa pamoja na ninyi. Ni Mungu tu anaweka hiyo ahadi, wala si mtu mwingine. Jana nilikuwa nahubiri kwenye msiba pale. Nikawa naambia hapa watu mnalia tu, wala si kama mnampenda marehemu. Kama Mungu angetoa option hapa akasema, haya nimemfufua, nani anyoshe mkono nimuue kwa niaba yake, nikamwambia singetokea hata mmoja. Lakini hapa mnalia kweli. Kuna muda tunahitaji kumuona rafiki mmoja tu ambaye ni Yesu peke yake. Huyo ndiye tunatakiwa kumtazama, maana yeye hatabadilika. Mimi nawaambia hivi, mume wako ukimtegemea hatabadilika. Unanielewa? Mke wako ukimtegemea, huyo ni mwanadamu, anabadilika. Na wanadamu wana sifa kumi. Anaweza kubadilika kutoka kwenye ubaya kuja kwenye uzuri. Ni badiliko la kwanza. Anaweza kubadilika kutoka kwenye uzuri kuja kwenye ubaya. Ni badiliko la pili. Na kama binadamu inaweza kutokea. Kwa viwango vya sisi kutegemea Mungu ni viwango muhimu. Sisi mnanielewa watu wa Mungu? Hivyo ndivyo viwango ili sisi tusiogope. Hata kama ndugu zako hawatakujali, lakini Mungu atakujali. Sema amina. Amen. Mungu lazima awe na wewe majira yote. Sasa ukihitaji uwe salama, mtegemee Mungu peke yake. Amen. Jamani sikilizeni. Hata washirika tu, kuna washirika wanamtegemeaga mchungaji. Mchungaji ni mwanadamu. Naweza nisiasi nikafa nikajiendea kwa Bwana. Naweza nisife na nisiasi nikasafiri nikahamishwa. Nakumbuka uhamisho wangu wa mwaka 2021. Hiki ninachokwambia ni sahihi.
umewaangusha watu wengi. Lakini mpaka nikawa nashangaa, kumbe nilikuwa mahali alafu kuna mtu anamwamini mchungaji na sio Mungu. Usifanye hivyo wewe kwa jina la Yesu. Amen. Maana mimi tena kwa nini leo hii siku leo wananiambia, jamani sisi wachungaji wa kanisa la Tanzania sema ndio katiba inasema hivi. Sisi tutachunga ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Leo niko Agape, kesho naweza nikatoka Agape. Sasa kama ulimwamini mchungaji sio Mungu, shetani atakutafuna kama mkate wa asubuhi kwenye chai ya Mungu. Wanaweza kusaidia sana. Amen. Nazungumza hoja ya kwanza ambayo itatusaidia tusiogope. Tumtegemee nani? Mungu. Mwanadamu achana naye. Kama atakuchekea, mwambie Mungu asante kwa emergency ya kicheko hiki, sijui kina nini ndani yake. Kuna vicheko vingine ni vya dharura. Mimi mnafikiri ni vya halisi. Hivyo kimekuja kwa dharura tu hapo anasema, ananipenda, yani kwa kweli hakuna, hicho cha emergency hujajua tu. Lakini Mungu ukisimama ukamtegemea, yeye Mungu anabaki kuwa Mungu majira yote. Hata hapa tu kuna watu umeshasalitiwa. Pengine na waume zenu sijui, na wake zenu sijui, na ndugu zenu sijui. Lakini umeshasalitiwa. Na mwingine kabisa ulimwahidi mume wako huyo hutamwacha. Wakati anakuwa ulikuwa unafikiri utafanya shughuli zote, hata kitema mate hapa au akachafua hali ya hewa, ungeweza kubeba kwa mkono. Lakini sasa hivi hata mfuli huo, si kweli? Simpo. Umeshamgeuka mume. Umeshamgeuka kabisa na unamuona huyu hafai. Kwa nini umemgeuka? Wewe sio Mungu. Na mioyo yangu ananiambia jamani tuelekeze matumaini kwa nani? Wanadamu tuachane nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka kuna kipindi kimoja. Mtu mmoja alifanya jambo fasitari sana, lakini nzuri sana kwangu. Nzuri sana. Na nikaona huyu mtu kama wa muhimu hivi. Si unajua jamani binadamu. Amen. Unafikiri kupiga soda 2 3 ngapi? Sitaanza kusema yani yule ana roho nzuri. Sio kukupa soda ni roho nzuri. Naweza kukupa soda lakini sina roho nzuri hata siku hii. Sasa wakati nimefikiri ni mtu sahihi, ashukuriwe Mungu nilikuwa sijamtegemea, ile nimefurahishwa naye. Kuna mambo haya. Kuna mtu anafurahia lakini hujamtegemea, hata kidondoka leo wewe unabaki salama. Na mimi nataka kunifurahia lakini usinitegemee. Amen. Narudia tena, nifurahie lakini usinitegemee. Amen. Na tunatakiwa kumtegemea mbele na kuelekeza kwake ni Mungu. Amen. Yule mtu kilichobadilika nilishangaa. Nikasema right, kama ningehamisha moyo wangu nikampa, hapa na mimi nilikuwa nimekwisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nazungumza na watu ambao mnaelewa, na nyinyi hapa kuna watu yamewatokea. Lakini nataka nikutie moyo, ni kwa sababu huyo ni mwanadamu. Kuna watu ambao wanaema kwenye altare kama hapa, wanaapishwa viapo vya ndoa. Naomba nizungumzie hapo, wananirudisha hapo. Utamheshimu na kumjali? Kwa msaada wa Mungu nitafanya hivyo na Mungu anisaidie. Kwa hiyo sasa hivi Mungu akusaidie. Mbona ufai sasa? Utavumilia kwa shida na raha? Ndio. Sasa shida na raha gani? Unajua ngoja niwaambie. Kama kuna vitu ni hukumu itatupata, kiapo ulichokiapa madhabahuni kwa Bwana. Ndugu zangu, muombe Yesu asije kabla hujatengeneza. Jehanamu inakusubiri. Heshimu mahali hapo. Heshimu mahali hapo. Narudia tena, heshimu mahali hapo. Amen. Ninyi ambao mmepata viapo madhabahuni, msipobadilika, tutaonana tu kule siku moja. Kwa watu wametengeneza viapo feki. Yaani anaapa lakini moyoni anasema sitavifanya. Jamani, binadamu ni wasanii. Yaani wanadamu sima kuambia mtu anataka kuchekea kabisa kwa sababu si ananipenda. Kumbe moyoni yani ukipiga atuambia na kusema mbaya mpaka anasoma. Lakini mlikuwa hapo basi yani barikiwe sana. Yani barikiwe kwa Mungu. Unajua na ule mnyenyekevu kweli. Hiyo ni wewe, hii isikupe shida. Isikupe nini? Shida. Nimeambia vingine hiyo ni vya emergency. Vimetokea, vipite visipite, mshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa angalia leo mfumo ambao shetani anautumia kuharibu ndoa. Unajua mtu ukimtumainisha lazima aamini wewe utakuwa sawa kama ulichokisema. Mfumo shetani anautumia sasa hivi kuharibu ndoa. Wanawake wamegeuka, wanaume wamegeuka, hapa ni pande zote.
Sasa hivi tunasikia mpaka ndoa za mikataba. Nikipika leo na wewe kesho unapika. Nikifua leo na wewe kesho utafua. Tandaza tena leo na wewe kesho utatandaza. 50 kwa 50 kwa 50. Tukimtegemea Mungu hayo yote yanafutika. Kila mmoja abaki kwenye wajibu ambao Mungu amemwagiza kufanya. Basi mambo mengine lazima yaondoke. Bwana Yesu asifiwe. Tumtegemee nani? Mungu. Na mtu anayemtegemea Mungu lazima afanye mambo ya Mungu. Huwezi kutuambia unamtegemea Mungu afu ufanye mambo ya Mungu. Watudanganya. Kwa lazima umtegemee Mungu. Na ukimtegemea Mungu lazima ufanye mambo ya Mungu. Zaburi ya 125 mstari wa kwanza. Wamtumainiao Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika wakaa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wanaomtumaini Bwana ni kama mlima Sayuni. Nataka niwatie moyo. Unajua kuna wakati unaweza kupitia eneo fulani ukajihesabu wewe si kitu. Nimesimama kuambia wewe ni kitu. Amen. Nimesimama kuambia wewe ni kitu. Amen. Wewe ni wa muhimu. Watu wako wa karibu, wapendwa, mashemasi wenzako hawakujali. Nataka nikwambie wewe ni wa muhimu kwa Bwana. Lakini lazima umtegemee Mungu tu. Simama na Mungu, na Mungu ameahidi atakuimarisha, utakuwa kama mlima. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili. Nini tufanye ili tusiogope? Usiruhusu woga kwa yale unayoyaona. Usiruhusu woga kwa yale unayoyaona. Amen. Macho yatakuonyesha mengi. Kuna wakati mwingine utegemea fulani akusalimie, sasa akusalimie, macho yameona. Hilo ni libaya. Alinisalimia siku hizi. Usiogope. Yaani usikubali kuruhusu viwango ambavyo wewe unatakiwa kuviruhusu. Narudia, usiruhusu woga kwa yale unayoyaona. Mimi hapa nikukumbushe, utaona mengi mabaya. Lakini usiruhusu woga. Usiruhusu yakuondoe kwenye mpango wa Mungu. Usiruhusu. Kuna watu mnakuwa rahisi sana kuruhusu yale mlioyaona yaondoe kwenye mpango wa Mungu. Zamani kulikuwa na msemo huu. Mvue Yesu kwanza kidogo, nikushughulikie alafu nitamchukua. Kwa kama ni mama unakuta amejifua kibwebwa na mtukana mume wake. Sasa mwanaume gani nifanye sasa tuone Yesu amemweka wapi? Akimaliza na Yesu. Wewe unafikiri Yesu ni suti ulishona kwa fundi? Yesu ni gauni ulishona wewe? Yale unayoona yasikuondoe, yasikuletee hofu ya kukutenga na Mungu. Usiyaruhusu ya kuondoa. Sikiliza, mimi sisemi usiyaone, lazima uyaone. Kwa sababu ni msemo wa Kiswahili unasema kuwa uyaone. Ni Kiswahili kuwa uyaone. Utayaona. Yaani huwezi kuacha kuyaona. Lakini mimi nasema usiyaruhusu yakutie woga. Hata kama ni mabaya kiasi gani umeyaona, simama na Mungu. Amina. Usiogope, simama na Mungu. Wewe yaone tu. Yaone tu. Wala ambao umepewa ahadi zimevunjika. Ona ahadi zimevunjika, alafu achana nayo. Amina. Wala ambao umetumainishwa, kuna watu umetumainishwa. Moyo wangu nimeuweka kwako. Sasa umegundua ameshautoa kwako. Yaone alafu achana nayo. Amen. Usiruhusu baadhi ya vitu vikuondoe kwenye nafasi ya wewe kusimama na Mungu. Ona, achana nayo. Ona, achana nayo. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Sasa changamoto watu wengi wakiona hawaachani navyo. Hivi mbona leo hajanipa lift? Leo ana watu wengi. Mbona alikuwa anipiti? Chombo ulinunulia? Sasa nakupa lift akitaka. Unamchangia hata spare. Nataka kila kifika afunge breka kubeba. Ona, achana navyo hata kama alikuwa anakubeba, hata kama chombo ni cha ndani. Ona hajanibeba, achana navyo.
Mimi nazungumza hivi, yale unayoona yasikuletee uoga wa kuondoka karibu na nani jamani? Na Mungu. Wa baba ufuliwi nguo, ona achana navyo. Jifulie, Mungu atakutana na huyo mke wako siku moja, siku ya hukumu. Na nitamshawishi. Niliwaambia hivi, nitamshawishi Mungu wa hukumu kabisa. Hawa mama. Mimi nawaambia ukweli. Na hivi ndio nilishaanza kumshawishi Mungu. Wanawake wanaotesa ndoa zao na waume zao, kama Mungu aishivyo, nasema leo na naendelea kusema, Bwana awashughulikie. Haiwezekani baba watu kamtesa wakati uliolewa kwako unajua kwamba huyu atakuwa mume wako. Haiwezekani. Yaani namwambia hivi, lazima kieleweke na Mungu atakao kutendea utaona. Na siku moja utashuhudia kwamba alikuwepo mchungaji mmoja aliwahi kusema hivi. Amina. Amen. Sasa isha kubadilika mimi sikulazimishi, lakini anachokijua Mungu atakuadhibu. Kwa baba niwatie moyo. Wewe unajipikia, unajitengea chakula, wewe yaone tu, halafu achana nayo. Wewe yaone tu, halafu achana nayo. Unajitandazia pa kulala, wewe yaone tu, halafu achana nayo. Haukaribishwi hata chakula, wewe yaone, halafu achana nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi nataka nikuonyeshe namna ambavyo hayo unayoyaona yasikuondoe kwenye hali ya wewe kukaa na Mungu. Na bado kuna wamama ili baba liliunguruma likakwambia itakujali, alikujali. Uyaone achana nayo. Mwambie Mungu, huyu sio Mungu, ni mwanaume tu na ni binadamu. Alikuahidi atakuwa anakulisha chips kila siku, sasa hata makande hayapo. Wewe yaone achana nayo. Alikuahidi vitu vingi. Kuna watu wanatoa ahadi za hali ya juu sana. Mwingine alikwambia atakukabidhi moyo wangu unatembea nao. Sasa hakupi hata huo moyo. Wewe yaone achana nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe yaone achana nayo. Nazungumza hivi, sikiliza. Unajua kuna vitu tukiviona vinatuondoa karibu na Mungu. Tunaanza kuogopa. Tukiogopa tunaanza kutaharuki, unakimbia huko na huko. Tunarabiwa na shetani maana hatuna msimamo tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe yaone achana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Hawa walitoa ahadi kadha wa kadha anazifanya au hazifanyi. Wewe achana nayo. Wewe achana nayo. Cha msingi simama mahali pako sahihi. Basi nataka niwakumbushe watu wa Mungu. Kuna siku Mungu anakuja kuhukumu ulimwengu. Yeye tu ndio mhukumu wa haki. Yeye tu ndiye alisema nitafanya na tafanya. Yeye tu ndio habadiliki. Mambo mengine unayoona achana nayo. Kuna mtu anakuja kushuhudia anakuambia, "Yaani mimi nitakuwa rafiki yako kabisa. Okoka, yaani kwa Yesu tunampenda." Alishakuleta na kuelekeza na kwako hajawahi kuja. Wewe yaone achana nayo. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yaone achana nayo. Songa mbele asikukatishe tamaa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka 14:24. Kutoka 14:24. Ukifika mtu anaweza kusoma kutoka 14:24. Biblia inasema, ndio ikawa katika zamu ya alfajiri Bwana akalichungulia jeshi la Waisraeli na Wamisri katika ile nguzo ya moto na ya wingu, akalifadhaisha jeshi la Wamisri. Bwana akalichungulia. Bwana alikuwa anaona wanayoyafanya na akawaacha tu, lakini aliwaletea madhara. Ndio hoja yangu. Yaani Bwana anawachungulia kwenye wingu, anawaona wanavyowafukuzia Waisraeli, halafu akawaacha wafanye kile wanachokitaka, lakini madhara yaliyopata jeshi la Misri mnajua. Ndio maana kwambia mengine ukiyaona acha. Mhukumu wa haki atahukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu, nini cha kufanya? Songa mbele. Jambo la tatu, songa mbele. Endelea. Hili jambo la tatu la kufanya ili tusiwe waoga. Songa mbele. Yaani sikilizeni, msishindane na unajua bana changamoto si binadamu, tuna matatizo makubwa mno. Eti mtu anapoteza muda kufuatilia mambo ambayo hayana faida yake kiroho. Lakini ndio anayafanyia utafiti wa kina kweli. Hivi alinisemaje? Alisema mimi ni mfupi sana. Hivi alisemaje mimi ni mweusi? Hivi alisema kabisa akiwa amemaanisha yanakuhusu. Sasa hayo yana faida gani tukiyafuatilia kwa kina, yanakufaidisha nini?
Kwa mfano unaniambia wewe ni mweupe. Halafu nisiafuatilie. Nikiwa mweupe nisiwe mweupe. Mimi mwili ni wa kwangu. Mungu ndiye ameniumba mimi. Niwe mweusi siwe mweupe. Hata wangesema wewe ni mfupi, sawa. Sasa tu yani mtu anajikipu busy. Hivi anasema nini? Hivi alikuwa mama nani? Na kuna wale ambao nimewambia ndimi zao kama nini? Yaani kidogo tu. Hebu muangalie mwenzako usoni. Ni wewe kweli mwenye ulimi kama nini? Achana na hayo, songa mbele. Songa mbele. Yaani wewe endelea kwenda. Hata kama wanasema, tena wakisema sikilizeni niwaambie siri. Ukiona wanasema ndio unaongeza kasi. Unajua inajidai yenyewe inapamba kila siku. Pamba mara 2 ikiwezekana ondoa tabaru dia. Unajua lenyewe ndio linahubiri. Eti linajifanya kuwahi kuomba na utakaso. Wahi mara 2 yake. Yaani kila wakisema songa mbele. Wakisema songa mbele. Halafu wakisema unajua linajidai. Eti linaimba sauti ya mawimbi. Tafuta mawimbi mara zaidi. Anza kuimba. Yaani kila wakisema songa mbele kwa jina la Yesu. Usipoteze muda kujadili mambo yasiyofaa. Acha waseme. Hivi wewe unapotezaje muda na muda wote haukutoshi Yesu anarudi? Hivi unapoteza muda usani yani wamesema eti mimi sijanunua kiwanja. Sasa wewe anakuhusu nini? Utaenda nacho mbinguni hata kama ungekuwa nacho? Songa. Na ngoja niwaambieni. Hawa watu wenye ndimi kama nyoka, hata tungepiga injili za hawataisha. Naomba tu usiwe wewe. Injili hata kama tungeleta za kuleta moto kutoka juu, wapo. Maana pia nao wanakusudi. La kuwepo wapi jamani? Hapa. Wakuchonge vizuri. Wakupige ukutani, waone unaweza ukabaki na Mungu au unaviacha. Kuna watu wanasema kama ni hivyo unaviacha. Acha. Unafikiri uko unafanyia nani? Hapa kila mtu na mimi unavyoona nachuchumilia taji yangu na Mungu. Kwa lazima wawepo na hata hapa wapo. Unaweza mwenzako inawezekana ni wewe. Cha tatu cha kufanya songa. Yaani acha wanazungumza, wewe kazi yako ni macho mbele. Unamwangalia Yesu tu basi. Hauangalii kitu kingine. Unaangalia Yesu aliniitia nini? Full stop. Wanasema hawasemi basi. Kwenye serikali kuna watu wanaitwa chawa. Na wakuita chawa wa kanisa, sema asante Yesu. Amen. Wakuita chawa wa kuimba, sema asante Yesu. Amen. Yaani wewe ni chawa. Na mimi nakutakia uwe chawa. Amen. Katika ulimwengu wa roho uwe chawa wa Mungu. Amen. Kila wakati mbele na Mungu. Wewe ache. Alafu namwambia wewe usienda kuwa chawa pole. Maana chawa wao wana maisha mazuri, hawalimi wanakula tu wanashiba. Na wanatunzwa. Sema sasa hivi nikisema chawa watoto wadogo wanaweza wasiwaelewe. Maana siku hizi wamekuwa wadudu adimu, si ndivyo? Nakwambia kweli watoto kama hao ukiwauliza chawa kwambie, wanaweza sielewe kabisa. Lakini sisi enzi zetu za nyuma hapo. Ulikuwa unakuta hapa kuna alama hapa, zimetaga mayai. Alafu hakuna kitu kilikuwa na starehe ukipata mtu aukotea ile issue. Wale wa zamani mnaelewa. Lakini pia sio kila wa zamani, wale walikuwa na zile chawa zilikuwa zinaangalia mazingira kidogo ambayo si rafiki sana kimaisha. Mtoto wa rais hawezi kuingiliwa na chawa hata siku moja. Lakini wewe ambaye ulikuwa na maisha kama ya kwangu uliwahi kupata hiyo kitu. Unaelewa? Sasa wale walikuwa wafanyi kazi, wao ni kula tu, maana damu ipo ya kutosha. Hawajisumbui na chochote maana wapo. Sasa ukiwa chawa wa Mungu si ni vizuri zaidi. Maana uko kwa Mungu tu wakati wote. Ukitaka kula kwa Mungu. Ukitaka ukipata changamoto tu Mungu anakuona, maana uko karibu naye. Yaani wewe kila kitu kwa Mungu. Haleluya. Kubali uwe chawa wa Mungu. Na hivyo sasa
kusonga mbele. Cha nne na cha mwisho, nataka baadaye nikaombe na watu ambao wanapita maeneo magumu na pengine umeanza kupata woga. Taenda kuomba na wewe. Kaa sehemu iliyo sahihi kwa wakati sahihi. Ndio jambo la nne takalo kufanya usiogope. Kaa sehemu iliyo sahihi kwa wakati sahihi. Sasa hapa nitafafanua kidogo, unielewe vizuri. Kaa sehemu iliyo sahihi na kwa wakati sahihi. Wewe nisome maandiko kwanza. Yoshua sura ya 3. Yoshua sura ya 3 mstari wa 15 na ule wa 17. Sura ya 3 mstari wa 15 na ule wa 17 tasoma. Basi hao waliochukua hilo sanduku walipofika Yordani, na nyayo za makuhani waliolichukua sanduku zilipotiwa katika maji ya ukingoni, maana Yordani hujaa hata kingo zake na kufurika wakati wote wa mavuno. Mstari wa 16. Ndipo hayo maji yaliyoshuka kutoka juu yakasimama, yakainuka, yakawa chuguu mbali sana huko Adamu, mji ule ulio karibu na Serethani, na maji yale yaliyoteremkia bahari ya Alaba, yani bahari ya chumvi, yakatindika kabisa, watu wakavuka kukabili Yeriko. Mstari wa 17. Na hao makuhani sasa waliochukua sanduku la agano la Bwana wakasimama imara mahali pakavu katikati ya Yordani. Israeli wote wakavuka katika nchi kavu, hata taifa lile lote likaisha kuvuka Yordani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nazungumza juu ya kusimama. Kaa sehemu iliyo sahihi kwa wakati sahihi. Kwa majira haya kuna vitu usipoangalia vitakuchanganya. Njoo huku, Bwana napenda, na tutagawa na mafuta, tutagawa na chumvi. Ni za bure kabisa, na ukipata ile chumvi utapona. Ishu sio kwenda. Ishu ni mahali sahihi. Tatizo sio kwenda hapo. Lakini nataka ujue unasimama hapo ulipo, sehemu uliopo ni mahali sahihi. Wakati makuhani wameambiwa na Bwana, wakalibeba sanduku la agano, wakatembea na sanduku la agano kwenye mto Yordani. Hapo ndipo palikuwa mahali sahihi kwa wakati huo. Ni kweli wakati wakienda maji yalikuwa yakiongezeka. Wameshika sanduku la agano, wakisogea maji yanasogea, yakaja magotini, yakaja tumboni, yakaja kifuani, yakaja mpaka kwenye koo, yakaingia mpaka kwenye videvu. Wanatembea, wanafanya lakini unakwenda, maana hapo ndio sehemu sahihi. Mungu alipowaambia waende hapo, ndio maeneo sahihi. Hata kama maji yao wanaona yako mbele yao, hawajui kitatokea nini. Na agizo la Mungu ni kuendelea kwenda mbele. Yanakauka hatujui, lakini maeneo sahihi ni hayo. Wanasogea kwa sababu wanajua ni maeneo sahihi. Kuna mtu akiona jaribu kidogo, limedumu kidogo, maana kuna majaribu yanadumu kidogo. Unajua hapa ili kanisa halina imani. Sio kwamba kanisa halina imani. Maana ili uponywe unahitaji imani yako wewe. Ili upone unahitaji kumwamini wewe Mungu awe Bwana na Mwokozi wako ili uponywe. Hatuponywi kwa sababu ya nembo ya dini. Tunaponywa kwa ajili ya imani. Sasa wewe mwenyewe unajua kuna watu wanafikiri haya majengo yawasaidie kuweka huru, au mtu fulani wasaidie kuweka huru. Tunapona kwa sababu ya imani. Makuhani waliposimama lile eneo, wanaendelea kwenda kwenye mto Yordani. Maana Mungu alikuwa amemwambia hivyo. Ndio maelekezo alikuwa amepewa. Bebeni sanduku la agano, tembeeni mwende. Wakabeba, wakatembea. Ni sehemu sahihi kwa wakati huu.
hata kama wanaona maji. Ni sehemu sahihi kwa wakati huo, hata kama wanafikiri watagarikishwa. Ni sehemu sahihi kwa wakati huo, hata kama hawaoni maji yakipungua, lakini ni sehemu sahihi na ni wakati sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukawa unapita maeneo uelewe. Nataka nikwambie, wakati mwingine lazima ukubali kubaki hilo eneo. Baki hilo eneo maadamu umejiridhisha ni eneo sahihi. Hilo eneo limeungwa mkono na neno la Mungu kwamba ni eneo sahihi. Maana leo kuna imani nyingine ni za ajabu. Kwa nasikia mtu mmoja sitamsema, eti anawaambia watu ni ibada ya kuvuka mipaka kwenda nje ya nchi. Sasa huo si upuzi tu. Hivi kwa nini sikwenda nje ya nchi? Maana yake nakosa ufalme wa Mungu. Yaani na watu wamefungwa akili kabisa, zimeliwa na dumzi. Yaani hawaelewi kinachoendelea. Hatunaga ibada sisi za namna hiyo. Mungu ameelekeza hivi, waabudu yeye. Imewapasa kuabudu katika roho na kweli. Sio kuabudu kwenda mipaka ya nje ya nchi. Utafuta kwa nini kama utaenda uende, usipoenda uache? Hata atakayefia bushi tiri akiwa na utakatifu ataenda mbinguni. Amen. Sasa lazima ujue hayo maeneo uliopo ni sahihi. Na ukijua maeneo ni sahihi, Bwana lazima atende. Wakati makuhani wanatembea mto Yordani, maji yanawafika ukingo sasa. Yanafika mpaka kwenye midomo. Wanapuliza tu maji, wanatembea, maana walijua hii sehemu ni sahihi na wakati huu ni wa Bwana. Hii sehemu ni sahihi na wakati huu ni wa Bwana. Waliendelea, mara tu ghafla Mungu akausha mto Yordani. Lakini kuna watu walisimama eneo sahihi kwa wakati sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Simama eneo sahihi na hakikisha unautumia wakati sahihi kusimama hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kama unapita maeneo magumu. Hao makuhani wanabeba sanduku, haikuwa kazi nyepesi. Unaambiwa vuka mto. Hakuna chombo kwa mguu. Lakini walijua hii sehemu ni sahihi na wakati ni sahihi. Na ukitambua hilo Bwana atakusaidia. Ukitambua hilo hautaogopa chochote. Hata kama utaona kwa macho, lakini utasimama, maana ni wakati sahihi na sehemu ni sahihi. Leo watu wanayumbishwa kwa sababu hawajui sehemu waliopo kama ni sahihi. Ndio maana watayumbishwa, watu wanakimbizwa huku na huku. Yaani watu wamekuwa kama vile ni katuni fulani hivi. Sasa zikalimotiwa, zikakimbizwa eneo fulani, zikakimbizwa eneo fulani. Sikiliza Bwana. Simama eneo sahihi na kwa wakati sahihi. Na Bwana atakutetea. Nataka niseme usiogope kwa mara nyingine. Bwana yuko pamoja na wewe. Naomba usimame niombe na wewe sasa. Simama, tumemaliza kwa sehemu hiyo. Kaa sehemu sahihi na simama kwa usahihi, eneo sahihi. Bwana atakutetea. Nataka niombe na wewe sasa, ambaye ulikuwa una mashaka, unaogopa. Unaogopa kwa namna ya tofauti. Unaogopa jambo Bwana atafanya. Ukiwa unamwabudu Mungu, usiruhusu macho yako kutazama chochote. Mtazame Mungu tu. Tazame Mungu tu. Tazame Mungu peke yake. Tazame Mungu peke yake. Tazame Mungu peke yake. Usiruhusu namna yote ile. Usiruhusu woga kwenye maisha yako. Mruhusu Mungu peke yake. Yeah.
usiogope. Tazame Mungu. Usiogope. Tazame Mungu. Inua macho yako kwa Bwana unayetazama na kunisikiliza mahali popote pale ulipo. Nasema usiogope. Mungu amesema usiogope. Mungu amesema usiogope. Mungu amesema usiogope. Hata kama umetengwa, hata kama huoni njia, usiogope. Usiogope. Ungana nami katika saa hii ili nikakuweke mbele za Bwana. Bwana anapenda kila mambo kwenye maisha yako. Wakati tunaendelea kumwabudu Mungu na kutazamisha kumtazama Mungu, tazama Yesu aliyeangikwa Kalvari. Tazama Yesu aliyeangikwa Kalvari. Usiogope lolote. Yupo Yesu aliyekufa kwa ajili yako. Yupo Yesu aliyeangikwa kwa ajili yako. Yupo Yesu aliyeshinda mauti. Usiogope lolote. Yupo aliyeshinda. Yupo aliyeshinda. Yupo aliyeshinda. Yesu Kristo wa Nazareti. Mtazame huyo. Mtazame huyo. Mtazame huyo. Mtazame huyo. Utakuwa salama. Naomba utulie pale ulipo. Naomba utulie. Wakati mziki unapiga chini kwa chini na miti yetu ya kuabudu hiyo, nataka niseme na mtu mmoja mahali hapa. Yesu anayetazama, lakini Roho ananiambia niseme hili neno. Wakati mwingine umejikatia tamaa, ila unajikaza tu, lakini kiukweli umekata tamaa. Na hata unapoendelea na maisha mengine, unaona kama ni kwa sababu tu hakuna namna ya kujiondoa duniani. Na wengine wamefika mbali mpaka anajiondoa duniani. Nimesimama nikukumbushe Yesu yupo. Nimesimama nikukumbushe Yesu anayebeba matatizo yako yupo leo. Nimesimama nikukumbushe atakayechukua taabu zako yupo. Yesu Kristo yupo, abebe shida zako. Inawezekana ni maisha ya ndoa, inawezekana ni uchumi, viwango havieleweki vya uchumi, au ni hali unaipitia. Yesu yupo. Yesu yupo. Yesu yupo. Yesu yupo. Yesu yupo. Yesu yupo. Mambo yaponekei vizuri, ni sawa, lakini Yesu yupo. Yeye aliyesema nitisheni fadhaa zenu zote, amesema nitisheni fadhaa zenu nami nitazichukua. Nataka mchana wa leo na katika masaa ya mazuri niombe na wewe sasa. Niombe na wewe sasa katika wasaa huu. Naomba niombe na wewe ulioko mahali hapa na unayenitazama mahali popote pale. Niombe na wewe. Nataka niombe na wewe. Unaweza ukapaza sauti yako na wewe tuombe pamoja. Nataka nimwambie Bwana akusaidie woga wako ulionao. Bwana uondoe. Bwana uondoe. Umekuwa unatangatanga, hujui hata makao yako ni wapi kwa sababu unaogopa. Bwana asimame na wewe katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika saa hii Bwana ninaomba na mtu ambaye ananitazama majira haya, neema yako Bwana inayosimama, wewe unayetetea mtu, wewe unayeokoa, wewe unayetengeneza
jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, wewe unasaidia watu wako. Angalia unaomba naye masaa haya, angalia unaomba naye majira haya, katika jina la Yesu. Bwana, msaidie. Wakati mwingine ameogopa, anakata tamaa, amekata tamaa, hajui afanye nini. Bwana, msaidie. Bwana, ingilia kati. Bwana, ingilia kati katika jina la Yesu. Ingilia kati Mungu wa uzima. Ingilia kati mfalme mwema. Ingilia kati Mungu Yesu. Ingilia kati Jehova Shama. Ingilia kati mfalme mwenye uwezo. Ingilia kati wewe utendaye makuu. Ingilia kati Jehova ile. Ingilia kati wewe Mungu wa uzima. Ingilia kati Jehova Shama. Ingilia kati Bwana. Ingilia kati Bwana. Ingilia kati Bwana. Ingilia kati Bwana. Ingilia kati Yesu. Ingilia kati mfalme. Ingilia kati Jehova. Yako mambo yanaendelea na watu wako wanaogopa. Ingilia kati Yesu wa uzima. Ingilia kati kwa unaomba naye sasa. Ingilia kati Bwana wa uzima. Ingilia kati wewe Mungu unatenda makuu. Ingilia kati Yesu. Ingilia kati. Ingilia kati. Ondole woga na hofu na watawala. Ondole woga na hofu na watawala. Ondole woga na hofu na watawala. Wafanye kuwa watu wako. Wavushe na watetee Bwana. Wewe unaomba naye masaa yakitazama. Kwa jina la Yesu natuma nguvu zako juu yake. Kwa jina la Yesu natuma uwezo wako juu yake. Kwa jina la Yesu natuma nguvu ya ushindi juu yake. Bwana, mpe ushujaa. Bwana, mpe ujasiri. Bwana, mpe kusimama kwa uhodari. Bwana, muondolee woga na hofu. Simama nawe Bwana. Simama naye Mungu wa uzima. Simama naye kwa jina la Yesu ondoletu. Bwana, simama na mtu huyu. Asante Mungu. Wewe ni baba yetu. Wakati napoendelea kuomba unahisi huzuni ya moyo. Unasikia moyo na huzuni kubwa sana. Njoo niombe na wewe. Unahisi moyo na huzuni kubwa sana kwa yale unayopitia. Njoo madhabahuni niombe na wewe. Kama upambaya unasikia, huoni njia mbele yako kabisa. Huoni njia mbele yako kabisa. Huoni njia, huoni. Njia huoni kabisa kabisa. Huoni njia kabisa. Miradi yako ujui inafanikiwaje. Watoto wako ujui watasomaje. Wakati mwingine magonjwa yamekuwa sugu. Huoni namna ya kupona. Leo Yesu yuko hapa. Leo Yesu yuko hapa. Leo Yesu yuko hapa. Leo Yesu yuko hapa. Yesu yuko hapa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wewe Mungu na njia za kutosha. Bwana, wewe tengeneza njia. Yesu. Erebo kosala. Tala jina la Yesu. Oh, wewe pekee sana. Ramasaka. Yesu, namkabidhi mtu mbele zako. Asiogope lolote tena. Asiogope chochote. Oh, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Liko jambo Bwana natenda. Bwana kutendee. Bwana tendee. Katika jina la Yesu. Bwana tenda. Bwana tenda. Bwana. Wewe Yesu. Wewe
jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ipo neema, unaweza na kuna ushindi, kuna nguvu isiyo ya kawaida. Bwana, Bwana, mwanao kuna maeneo anafika naogopa, na moyo wake umejaa huzuni, moyo wake umejaa huzuni. Wewe unazijua Bwana huzuni zake, wewe unajua shida zake, wewe unajua Bwana wa neema na rehema zote. Unajua Bwana, unajua Bwana, unajua Bwana, katika jina la Yesu. Wewe unajua Bwana, wewe unajua Mungu wa uzima. Ninamleta mbele zako. Bwana, wewe ni baba yetu, ni Mungu wetu mwema. Baba, nalibariki jina lako. Asante kwa maana Bwana, hakuna atakayeogopa lolote, hakuna atakayeogopa chochote, hata mbingu na nchi vikitoweka. Bwana, matumaini bado yako kwako, matumaini bado yako kwako, matumaini bado yako kwako, matumaini bado yako kwako, matumaini bado yako kwako. Barikiwa Yesu na kuinuliwa katika jina la Yesu. Amen. Baba yetu na Mungu wetu, asante mfalme mwaminifu, kwa maana umewatia moyo mchana wa leo watu hawa wasiogope chochote. Katika saa hii Mungu, umewatia moyo watu hawa wasiogope chochote. Katika majira haya Mungu, umesema na kila mmoja mmoja, hata mtazamaji na msikilizaji wangu ambaye yuko mbali, lakini kuna maeneo alikuwa anapita, umemtia moyo asiogope. Nami ni Bwana liko jambo umetenda kwenye maisha yake. Nami ni Bwana kuna ujasiri ameupata tena. Nami ni Bwana anaanza kusogea mbele tena. Nami ni Bwana ataanza kusonga mbele. Hata kama alikuwa anakata tamaa, Bwana, kukata tamaa kumefikia mwisho. Sasa watu wako wote ni imara na watasimama na wewe.